Tunazidi kusonga mbele zaidi ya simulizi yetu nzuri kabisa, simulizi ya kweli ya maisha ya Mr. Gundi. Mr. Gundi ana mengi ya kutueleza aliyopitia katika safari yake ya maisha. Tulipoishia katika sehemu iliyopita, tumeona mambo mengi sana. Kubwa zaidi tuliangazia background ya maisha ya Mr. Gundi, kuwa yeye ni nani, ametoka wapi, na ni kitu gani zaidi kilimfanya akafika mkoani Morogoro. Mbali na hapo, tuliangazia harakati zake za kwenda chuo kutafuta fani ambayo itamsaidia katika maisha yake. Hayo ndio ambayo tuliangazia katika sehemu ya 6. Nikukaribisha sana katika sehemu ya 7 ya historia hii nzuri kabisa, historia ya kweli ya maisha ya Mr. Gundi. Kwa kama hujui, chagua kozi mbili zilizobaki, kwa sababu pale kuna grader kwenye upande wa mitambo, pale kuna grader, kuna wheel loader na kuna excavator. Kwa mimi nikabidi nichague excavator, na kabla sijachagua tulifika kule hosteli, kabla sijatoka tukaonana na wenzangu wale, kila mtu anasifia soma grader, wengine asoma grader gani, wanaambia soma wheel loader, ngambia wheel loader mashine gani, soma excavator. Kwa na mwenyewe kutoka na excavator nilikuwa naiona ile chuo pale, siku wamerudi watu wanachimba chimba, nikaona wanavozunguka vile nini, nikaona nikafutiwa. Kwa mimi nikasoma excavator. Na wakati tuko chuo, maisha mengi ambayo ulikuwa napitia kama chuo, kwa sababu kama unavyojua tena ni mtu ambaye nimetoka kwenye familia. Kwa kipindi hicho familia sasa uliacha peke yako? Familia niliacha Morogoro, mambo yote nilimwachia mke wangu, nikamwambia bwana, wewe baki kwa ajili ya kuendesha biashara na kuangalia familia yetu, mimi naenda nasoma narudi. Na nakumbuka nilikuwa kuna mtu alikuwa ananiletea viazi Malikauli, kwa sababu biashara ilikuwa kwa kuna mtu alikuwa ananiletea, kwa sababu alikuwa anaona kila siku naenda kufuata viazi. Akaniambia mbona unachukua kila siku? Boda wangu ambaye alikuwa ananipeleka akaniambia ni mtu mzima fulani ambaye mpaka sasa hivi nimekuwa kama ndugu sasa. Akaniambia sio, kwa nini usichukue viazi hata Malikauli, mimi nikuunganishe na watu. Kwa akanaleta Malikauli, kipindi kwa gunia ilikuwa shilingi 72,000 kwake, akileta Malikauli mimi nauza, na kuta ile gunia mimi napata hata mara mbili yake, kama 70,000 naweza kukuta napata hata laki na 40, laki na 3. Kwa hiyo mimi nilivyokuwa chuo, na maana utaratibu wote ni kwa mmoja nani, mwanamke. Yeye alikuwa anaweza kumudu kufanya kazi zote peke yake kama ambavyo alikuwa anafanya mwanzo? Yeye alikuwa anaweza, lakini kabla sijaondoka nilimpigia mdogo wangu ambaye ni wa 3 kutoka mimi. Yeye naye alikuwa anaishi Dar es Salaam. Nilimpigia simu ambaye njoka na wifi yako. Na hata hivyo pale kijiweni pale kwa kuna rafiki zangu wengi, yaani na watu wangu wengi wa karibu, kwao niliwaambia jamani, mimi naondoka, kuna 1 2 3. Na kuna rafiki yangu ambaye anaitwa Justin, ambaye tulikuwa tunasaidiana sana kwa shida na nilimueleza, akaniambia basi sawa, bitakuwa tupo naye. Kwa hiyo nilitengeneza connection zote, nitengeneza mazingira. Basi mimi nilivyokuwa chuo kule nikasoma. Baada ya kusoma sasa ilikuwa mimi ndo napanga mikakati ya kurudi. Ulitumia muda gani huko Zimbabwe? Miezi 2 kama na wiki hivi, kama na wiki kadhaa hivi. Umeona, basi mtihani mara kwanza tumepewa mtihani wa Kiingereza darasa zima, kwa sababu tulizoona na watu, kwa sababu ile unajua VETA tena kuna watu ambao walikuwa, nakumbuka kipindi kile kulikuwa ndo Magufuli anatumbua watu, kuna watu walikuwa wametoka serikalini hawana vyeti, kwa wakaja chuo kwa ajili ya kutafuta cheti. Kwa hiyo tulisoma na watu wazima, mwingine waliza unaona huyu babu. Kwa hiyo mwingine pale ametoa mtihani anambia bwana, mimi maswali mnaoeleza au mimi siyaelewi, lakini mtu akaambia bwana, eleza nani njia gani za kuchunguza mtambo, kufanya pre-starting, yani kukagua mashine, mtu anaelewa kwa Kiswahili, lakini kwa Kiingereza hawezi. Ule mtihani huwezi amini, yani ule mtihani kama ndio ungekuwa moja kwa moja bila kubadilishwa tulikuwa tunafeli. Lakini kutokana sisi tulikuwa tunajielewa, ni watu wazima, mmoja wetu akasimama akamueleza mwalimu, bwana mwalimu, sisi wengine kwanza tumesoma muda mrefu, kwa hiyo mtihani kwa Kiingereza hivi, wengine tu wanauelewa, wengine hawana uelewa wa Kiingereza, kwa hiyo tunaomba tutafsirie. Basi ule mwalimu kiukweli mwalimu ni muelewa, na kumbe sisi wenyewe na maana tungekaa kimya ndio tungefeli. Akasema hata hivyo mtihani hata kwa Kiswahili unajibu, ili mradi ujibu vile vitu ambavyo vinahitajika kujibiwa. Kwa akasoma ule mtihani kwa Kiswahili, anausoma kwa Kiswahili na sisi tukawa tunaandika pale kwa Kiswahili ili maswali ili uyakumbuke. Tulivyomaliza tukajibu, watu tukafaulu pale vizuri. Tulivyomaliza mtihani ule tukaanza hatua sasa watu kurudi. Lakini kipindi mimi nipo chuoni
Yule mwenzangu alikuwa anaishi na dada yake, na dada yake alikuwa anakuja pale nyumbani. Mwenzangu ambaye ni mke wangu, akati mimi nimeondoka, alikuwa kuna kipindi dada yake alikuwa anakuja. Dada yake yule Rehema? Achana na Rehema, yule ni mdogo wake. Kuna dada yake katika wale watatu nilokuambia wamezaliwa tumbo moja. Kuna dada yake mmoja anaitwa mkuu, siwezi kumtaja jina, lakini ndo mkubwa wake. Umeona, yeye akawa anakuja pale kwa ajili ya kukaa naye kama kumpa kampani. Ukiachana na yule mdogo wangu ambaye nimemwambia akakae pale nani Imani, ambaye mdogo wangu mimi. Sasa dada yake yule nani mama Fatuma. Sasa unajua tena watu wanavyokuwa nakaa, unajua kama hivyo tena mtu akiwa amekaa labda na ndugu yake, unaweza kutaba kuna vitu anashauriana. Hata wewe mfano unavyokuwa, hata mimi mfano unavyokuwa nakaa na rafiki yangu, labda kutokana na maisha labda ninavyokuwa naishi au kwa namna moja au nyingine, inawezekana akanishauri baadhi ya vitu. Sasa mimi sasa akili yangu kuna ambavyo nitavifuata, na sio kukaa naye. Hata rafiki unavyokuwa na rafiki, kuna rafiki mwingine atakuelekeza, au kuna mwingine atataka aishi maisha anayoishi yeye, sawa, lakini kwenye maisha kila mtu anaishi anavyoishi yeye, lakini kuna mwingine anataka wewe utoke kwenye maisha yako uingie kwenye maisha yake yeye, yani kwa kufuata matendo au na tabia ambazo yeye anazo. Mfano kama ukitembea mbano na mwizi, lazima na wewe tu utakuwa mwizi. Sasa hapo sijui kama yule dada yake wanazungumza nini, wanaongea nini. Mimi nilikuwa najua shemeji yangu alinipigia simu, bwana mimi dada akaja hapa nipo naye, ngambia sawa, sababu hata yule mdogo wangu naye kuna kipindi alikaa kama mwezi si wiki 5 akawa ameondoka. Kwa hiyo ndio kilichofanya dada yake aje pale kwa ajili ya kumpa kampani. Na nilikuwa naongea na simu nao kila siku, na hata wale rafiki zangu nilikuwa nawapigia simu kila siku, sababu nilikuwa nauliza hali ya nyumbani pale, na nawauliza je, ofisi inaenda? Naambia huwezi amini, yani wewe uuzi mkeo anauza kuliko wewe, yani gunia siku 3 siku ngapi kamaliza. Kwa kipindi hiko kaambia gunia wani uuza siku 3 ujue biashara. Kwa hiyo nilikuwa hata nikawapigia simu, jamani ila matumizi niwatumie. Huwezi amini mimi ile nilikuwa na meki. Huwezi paka tunamalizia chuo kuondoka, nilipewa 300 wewe paka chuo na kamaliza kuondoka mimi nina 180. Mvuta picha miezi 2, 300 ule unue sabuni ufanye nini, mimi nina 180 mfukoni. Na hiyo 180 nimekaa nayo, nasema kabisa kama nitarudi nyumbani 80 nitampa mke wangu kama hongera kwa kunivumilia mimi nimeenda chuo mpaka leo nimfanyaje nimerudi. Ila kimoja mimi kama mwanaume nitafanyaje, nitajua naanzia wapi. Lakini ilikuwa tofauti kwa sababu wakati nakumbuka wakati nakaribia nataka kurudi sema kama siku 3 mbele, nimempigia simu siku ngambia vipi ofisini, kaniambia ofisi nimefunga. Kwa nini umefunga? Akaniambia ofisi nimefunga kutokana na ila viazi sina, viazi havijaletwa. Viazi havijaletwa kwa sababu mimi ile gunia nilikwambia nilikuwa nauza napata hadi faida mara 2, napata mara 2, na unakuta muda mwingine mara 2 naenda hadi inakaribia mara 2 labda na nusu yake. Lakini yeye akaniambia hela ya viazi sijaletwa, kwa sababu nikamwambia viazi viletwa kwa nini, kwani hujalipia? Sababu kuna gunia ambayo wewe kaletewa, sababu mafuta vitu vingine yote nilimwachia. Viazi tu ndio ambao nilimwambia hivi viazi vinakuja, ile utaviuza inatakiwa ufanyeje, ulilipie. Na mimi sinajua viazi vinatoa mara 2. Yeye nimwambia aendeshe tu nini msingi hiyo faida nini wao wafanyeje watumie, lakini faida tu ile nani ule msingi wa viazi usimame uwepo. Lakini akaniambia viazi. Na nakumbuka yule mzee alinipigia simu kuna kipindi, bwana nimeenda pale nyumbani, wao kwa naita tu bwana shemeji, nimeenda kwa shemeji, nimeenda bwana viazi hivi na hivi. Lakini mimi nikawa najua mwanzo kama changamoto tu za kawaida, na rafiki zangu ananiambia biashara inafanyaje inafanyika. Kwa hiyo alivyojua labda mimi nakaribia kurudi kama siku 3 hivi mbele, kwa sababu kuna tarehe kabisa ambayo tulikuwa tumeandikiwa, sababu ilikuwa ile kozi inaeleweka kama miezi 2 na wiki kadhaa. Kwa hiyo kuna tarehe ambazo kabisa ilikuwa target mimi kurudi, lakini mimi kutokana na yale ambayo nilikuwa nikimpigia simu mwishoni huku naongea naye naona kama simuelewi, mimi nikabidi nifanye surprise. Nakumbuka ndo kama hivyo aliniambia, bwana ofisi nimefunga, hela viazi. Nikimuuliza yule mwenye analeta viazi anasema mimi sijalipwa. Nikimuuliza hela umepeleka wapi, anasema mimi bwana sijui, si hivi na hivi. Umeona, mara ananipigia simu ananiambia, bwana hela na niwe hapa nyumbani matumizi hamna. Wakati kabla nilipofika tu chuoni mara ya kwanza, sema wiki ya kwanza ya pili mpaka mwezi mpaka unaanza mwezi mwingine, ilikuwa hakuna shida yoyote.
ya kipesa wala matumizi yoyote, kusema bwana wewe tunahitaji hela. Paka kuna siku mimi pale nyumbani nilikuwa nafuga kuku wengi na kuna mbwa nilikuwa nafuga pale. Niondoka yule mbwa nimwacha na vitoto vidogo. Kuna siku aliniingizia hela shilingi 3000. Nikamuuliza, "Mbona umenitumia hela umetoa wapi?" Akaniambia, "Nimeuza mbwa. Vile vimbwa vilivyokuwepo nimeviuza." Ndio nilishangaa sababu mimi nani mke wangu kwenye hela umwambie kitu ni mgumu. Umeona? Lakini nilikuwa nikimwambia bwana hela, anasema usijali, hela si tunazo. Nikimwambia hela anasema hela usijali. Na ndio maana mimi nilikuwa na make hela kwa kutegemea mimi nina familia. Endapo itatokea dharura yoyote na mimi nifanyaje? Nitume, niwajibike. Ndio maana hela mimi nilikuwa nafanya ina make. Nakumbuka tulivyomaliza mtihani, tulivyomaliza tu watu walitakiwa wavae mataji, sio yale mataji kwa ajili ya kupiga picha. Kiukweli mimi nilikuwa natamani kwa sababu sikuwahi kupitia maisha hayo ya kuvaa suitaji nini, umeona, kwa sababu sasa hivi mfano hayo mataji unaweza kuona picha yako umeweka ukutani, mtu akija kuna heshima fulani ambayo anakupa ila bila kujua kama ile taji umevaa labda ulikuwa VETA. Kwa hiyo nilikuwa nahitaji sana mimi nivae mataji, lakini kutokana na situation kwa sababu taji yenyewe ilikuwa unalipia shilingi 20,000 kitu kama hiko. Taji kwa shilingi 20,000 sui mpiga picha. Kwa hiyo ilikuwa kama shilingi 30,000 na kuna wenzangu nakumbuka baada ya kumaliza wengine walisema wanaenda Mwanza kwa ajili ya kwenda kupaona Mwanza. Kama inavyosemekana Mwanza ni jiji na mimi nilikuwa natamani kwenda kupaona. Nilikuwa natamani kuvaa mataji lakini sikuweza kuvaa. Tulivyomaliza tu mtihani tukapewa vyeti vyetu, mimi tukadandia gari. Mida nakumbuka ilikuwa kama mida saa 10 jioni. Saa 10 jioni tukadandia gari sisi tunaondoka kwenye zangu alitangulia wako mbele tunawasiliana mimi niko nyuma. Basi nikafika Morogoro pale nakumbuka ilikuwa usiku mida kama saa 7 hivi. Nimefika pale nilivyoshuka kwenye gari wenzangu wakanipigia simu ambao wengine tulikuwa wengi walikuwa wengine wanatoka Tanga, kuna wengine wanatoka Kilwa, kuna watu tofauti umeona ambao tulikuwa kozi moja. Basi wakanipigia simu, bwana sisi tupo nyuma huko Msamvu kuna sehemu wanauza vyakula njoo. Nikaenda kwa sababu mimi pale ndio nilikuwa nyumbani, kama mimi nyumbani Morogoro. Kwa hiyo nikanatamani sana waje nyumbani wapaone nini. Nikamwambia si wenyewe mwanangu tuna familia zetu, wengine tumeacha chumba zetu, tunawawai yani miezi miwili mwanangu tumewamisi. Kwa hiyo sisi ambao tulikuwa tunajitambua wote tuliondoka siku ile. Hatukutaka kubaki. Kuna wengine walitoka kaenda Mwanza. Siku ya pili tu walitupigia simu tunaona wanavyoenjoy. Lakini mimi mwenyewe nilikuwa na uwezo na kuna baadhi ambao walikuwa wameondoka nao walikuwa na uwezo wa kufanya, lakini wengi walikuwa tayari wana majukumu, wanawahi familia. Basi kufika pale nilivyowaona akaambia bwana karibu bwana chakula. Nikamwambia mimi bwana si unajua najua nina mke. Nikamwambia bwana kwa sababu mimi nyumbani kwangu yani hata kipindi hiko maisha bado yani hayaeleweki, kipindi kile nafanya mambo usisaidia sio nini. Nilikuwa ndani kwangu mimi ukiingia ukosi unga, ukosi chakula ni kiufupi. Umeona? Na japokuwa kipindi kile tunakuwa tunatumia jiko la mchina sio la mchina, lakini kwa mafuta taa ukosi yani hata kama unafika usiku wa 8 chakula lazima. Yani hata kama umekosa sana utakula labda chakula ambacho labda hakina mboga lakini na chai utafanyaje? Utakunywa. Umeona? Basi kwa mimi nilikuwa najiamini, nasema kabisa hata kama nitarudi nyumbani, hata kama chakula nitakosa, basi mboga itakuwepo kwa sababu si wanakaa wawili. Mboga itakuwepo, nitasongewa hata ugali au chochote nitafanyaje? Nitakula. Uwezi amini tokea nilivyokula asubuhi kutoka Shinyanga. Nafika pale na wenzangu kule wamekaa wanakula. Wengine wanakula machipsi, wengine wanakula na wali, wameigiza wali, nyama. Wengine kila mtu kaagiza vitu, anambia bwana chukua chakula ule. Mimi nikasema mimi nishafika nyumbani. Yaani hapa nishafika nyumbani naenda kula chakula kwa mke wangu. Nadhani mtu ambaye ana mke na anajua situation ambayo anaizungumzia anaelewa. Kuna ile hamu fulani ile. Umeona kama nikila huku kuna vitu nitavikosa. Umeona? Basi mimi nikawaaga pale nikamwambia si ndugu zangu basi kama kesho kama leo kama ile gari iko inalala pale, wale wanalala kwenye gari, kama wengine wanaenda kulala guest, asubuhi mapema inaamka inaondoka. Mimi nikaondoka pale tukaagana, nikachukua pikipiki. Nakumbuka wakati nipo njiani kwenye pikipiki una semi ilitupita karibu, yani wakati sisi tunatembea hivi tupo kwenye bodaboda, kuna boda alikuja akatuovertake mbele yetu. Alafu alivyotuovertake mbele yetu akawa atembei, yani anatembea tofauti na ule mwendo ambao sisi tupo nao nyuma. Yani katuovertake alafu kapunguza mwendo. Kwa hiyo ilibidi sisi tupite upande wa kulia. Ina maana ni kosa.
na barabara ndogo, inabidi dereva akabidi aingie upande wa kulia, kati anaingia, kumbe kuna sehemu nyuma, basi ilitupita. Mimi ilinipita, ninahisi ile ilinipita kwenye mbavu hapa, naiona yani kana kwamba ningefanya tu hata bega hivi tulikuwa tumeisha, au kama lile begi nilikuwa nimevaa, kwa sababu begi nilibeba mgongoni, yani kama begi ile, na maana hata kama ile nani, kwa sababu sehemu kuna vile vidude vile ambavyo wanafungia mizigo, kingeweza kukwama kwenye nani, tulikuwa tumefia pale pale, au kama kuingia tulikuwa tunaingia chini ya tairi. Uwezi amini, paka ule bodaboda kwa mshtuka, yani aliganda na ile steering ile sehemu ilivyomaliza, yani alikuwa vuti mafuta afanye chochote kaganda. Sehemu ile ilivyomalizika alibidi apaki. Nikamwambia ndugu yangu, hapa sehemu tu ulipoweka hapa ulipopaki sio sehemu sahihi, cha msingi wewe twende. Hayo ndio mambo bodaboda na mambo ya Mwenyezi Mungu. Nakumbuka na mimi maisha ya boda nishapitia, maisha ya boda kuna kipindi nishafanya basi, lakini huko kutuadisia bodaboda, yani sikufanya ile neno, lakini unakuta leo nimeenda kijiweni, mtu labda akatoka hivi anakula, unachukua pikipiki yake na mimi nafanyaje, napeleka abiria narudi, lakini sikuwa ile official kabisa Basi kaambia bwana wewe twende. Kweli nini, umefika nyumbani, ufika nyumbani, nikamlipa hela yake, mimi nikagonga mlango, aliuliza nani, sio yote, na mimi nimefika kwa kunyata tena, nimefika kwa nimechungulia dirishani, nasikilizia dirishani, yuko kama saa 8 saa 9 usiku nimefika, naanza kuchungulia dirishani, nimezunguka nyumba. Unajua tena mtu unavurudi kwako tena, maana ile nyumba, mimi ile nyumba ilikuwa ni kiwanja kikubwa, lakini kuna boma limejengwa, lakini pembeni kuna hiyo nyumba ndo ambayo chumba na sebule ndo ambayo pana kambi. Kwa hiyo ina maana eneo zima ile uwanja mzima ilikuwa ni nyumba yangu mimi peke yangu, na hata wapangaji ni kwa hamna, labda tu nyumba zingine ambazo zinapakana nazo kulia, mbele na kushoto zilikuwa nyumba zingine. Umeona, kwa hiyo nikarudi nikazunguka diwani kule, kaangalia banda. Unajua tena nimepamisi nyumbani. Nikaenda nikazunguka dirishani nasikilizia. Maana nimefanya surprise, sijamwambia kama nafanyaje. Yeye alikuwa anatarajia kama kurudi labda kesho kutwa au kesho, mimi nimerudi leo. Basi nikagonga mlango, nani? Kaambia fungua. Wewe nikakaa na mpima, fungua. Wewe tumeelewana nije. Wewe umelala nani? Wewe mpumbavu nini? Sio nini nani? Nikamwambia mimi Ba Fatuma. Kumbe wewe. Kaja kafungua, alipofungua kaingia ndani. Pole na safari, nikamwambia asante. Kaambia kuna nini hapa? Hamna chochote. Uwezi uamini, mule ndani kulikuwa hakuna chochote. Yaani labda maji. Ila kulikuwa hakuna chochote. Hakuna chochote. Yaani unasema saa 9, nadhani kama kwenye saa 8 saa 9 hiyo. Nenda saa 9. Kitu kama iko sana. Saa 9 hiyo. Hakuna chochote, na mimi nina njaa vibaya mno. Nikapewa sinaomba ni yani hata mchele. Nichemshia hata mchele, ananiambia hamna. Hamna hata kidogo, mimi nitafune, nina njaa vibaya mno. Hamna. Hata chakula basi cha mtoto huyu, kwa sababu mtoto ndio alikuwa bado, yani sema kama ana mwaka sio na nusu sio vile. Umeona? Akaniambia hamna. Nikamwambia nyinyi mnaishi vipi? Unajua ndo nilikuwa nimefika, alafu nimechoka, alafu nilikuwa na vitarajia, na nilivyofika vitu tofauti. Na huyo dada yake bado alikuwa hapo. Dada yake alikuwa shaondoka. Basi tayari nimeshatangaza kurudi. Mimi nikatulia pale, nilivyotulia, nililala, lakini mwenzangu nikaona nini kama utofauti, yani kama ni ana ile nani ile kama mwanamke ambaye wala mwanaume huyo amerudi. Kuna ile mtu nakuona mnaye maswali nini hivi na hivi, ikawa yani hamna. Ndio alinipokea kwa ukarimu, lakini unajua kuna asilimia fulani ambazo mtu kama mtu wako unamjua, unakuwa unajua sasa hapa, kwa sababu si ni watu wazima. Si ni watu wazima, na nimeishi naye tokea akiwa mjamzito, japokuwa siishi naye miaka 10, lakini nategemea jinsi mlivyoishi. Basi mimi nikalala, nikaamka asubuhi. Kabla sijatoka kitandani, yeye ndo alikuwa kwanza kuamka. Baada ya kunisalimia, nikawa nadaiwa kodi ya meza, tunaomba hela ya matumizi. Nikamwambia mnaomba hela ya matumizi? Kwani nyinyi? Sasa hapo ndo nikaanza kukomenti sasa baadhi ya vitu, kujaji baadhi ya vitu. Nikamwambia kwani nyinyi mlikuwa mnaishi vipi? Na mbona nikwambia nikutumie hela unasema hela unayo, lakini mazingira niliyokuta tofauti. Kwani vipi? Sikutaka kuingia bado kwenye ofisi hapo. Hapo nazungumzia nyumbani, kwa sababu najua nyumbani maisha lema atenda vizuri kukutana na ofisi. Sikao nyumbani kama hakuko vizuri, na maana hata ofisi
Hapo sasa sijui, hapokuwa nimeambiwa gunia halijalipwa sijui nini, na ofisi ananiambia kama ana siku ngapi hajafungua. Na yeye mwenyewe hakuwahi kusema chochote kipindi wewe upo huko. Yani yeye anasema tu bwana, mimi biashara yenyewe sielewi. Wakati wale jamaa wananiambia bwana anauza kweli, yani anauza. Kuna jamaa wangu mmoja anaitwa Baba Wawili, tunamuita jina Sayula. Yani ndo alikuwa pale muda mwingi, alikuwa yupo pale anasaidia, mara wamefanya hivi na wao kina Justini. Yani kwa anapata company kwa sababu mimi ni mtu wa watu. Basi kwa mimi nikanajaji vitu vya nyumbani sasa kwanza. Hapo bado ofisini, hapo kwa kuna vitu alikuwa ananiambia, si nimefunga ofisi lakini kwa najaji nyumbani. Kama nyinyi kwa mnaishi vipi? Mimi si wenyewe nakumbuka tu kuna siku tulikwambia unga sio hamna, ukatuambia tukachukue kwa mua, sio nini, sio tukachukue kwa mua, sio hivi na hivi. Nikamwambia niliwaambia vile kwa sababu mliniambia mimi kama nani, kama mwanaume, kama kiongozi wa familia. Hata kama nyinyi hela mlikuwa nayo, mimi nilikuwa na haki ya kuperform. Yani unavyoniambia mimi, yani haijalishi hata kama wewe una hela, lakini unapohitaji huduma kutoka kwangu mimi kama mwanaume au mimi kama nini, na haki ya kufanyaje, ya kuwajibika. Haijalishi wewe hela unayo au hauna. Lakini mimi nikishawajibika ndo nitauliza vipi? Nyinyi kwani mfukoni unasemaje? Lakini mimi kama ninacho na haki ya kutoa hata kama bila kujaje. Kwa hiyo mimi niliwaambia nendeni kuamua kutokana na kule mazingira nilikuwepo, na yeye mua hapo anajua situation zote, naendaga nachukua mchele kama kilo 5 kilo ngapi, na mazingira yote naondoka. Na uzuri mimi kati naondoka nilimwambia bwana, mimi naondoka, kama kuna lolote kwa mke wangu wewe clear naye vizuri tu, haina shida. Mimi nitafanyaje nikirudi, au mimi tutafanya tutaenda sawa, utanipigia hata mimi simu. Kwa hiyo hamna shida kuhusu mua. Nikamwambia nyinyi mko mnaishi vipi? Vitu tulikuwa tunachukua kwa mua, sio kuna deni, sio ni na nini hivi na hivi. Aliongea vitu vingi vyote kuashiria kuwa hali yao pale nyumbani mbaya. Nikatoa hela matumizi. Kumbuka nilikuwa na 180,000 kwa sababu hela nauli mimi nilitumiwa na mzazi. Kwa hapo nina 180,000 hela nauli na hela kula njiani nilipewa mzazi. Na mzazi wangu mimi alikuwa anataka nikuwe maisha ambayo sio eti kwa sababu mimi ninacho basi na wewe hivyo. Mimi sikulelewa hivyo. Eti kwa sababu mzee bwana wewe una kazi, mzee wangu ana kazi nzuri, ana mshahara au ana maisha ya nyumbani mazuri, basi na mimi niishi eti maisha ya nyumbani mbona mazuri, hapa baridi tu, hapa mbona pepewa feni tu, hapa mbona kiyoyozi hakuna. Mzee wangu mimi anakuambia kabisa, anakunyoshea hivi vitu ni vya kwangu. Na hata mwanangu mimi ambao wadogo zako wao nawaona wote, yani wewe na wadogo zako kila mtu atafute cha kwake. Mimi nililelewa na wazazi wangu, mwisho wa siku nikajipambania nikapata nilivyopata, na wewe pambana. Kama hivi vitakuwa vyenu mimi nikiwa sipo, ila usikae ukasema vitu hivi vya mzee. Maisha yako hivyo. Kwa hiyo mimi nililelewa maisha fulani ambayo naweza nikasema ndio maisha. Ulikuwa unafundishwa kujitambua. Unaona? Basi hapo nina 180,000 na nilishapanga kama nilivyosema, mpenzi msikilizaji, 80,000 180,000 ndio hizo ulipanga 80,000 utampa kama zawadi. Nilipanga 80,000 nimpe kama zawadi mke wangu hili. Hongera. Yaani jelishi pale ofisini alikuwa anaweka shilingi ngapi? Hela zile na kule hela zote nimwambia weka, angalia tu mtaji. Yaani unafanya vikolo angalia tu mtaji. Ofisi iendelee kuwepo. Ina maana hata mimi nikirudi ina maana naweza kuendeleza kwa sababu mtaji si ndio kila kitu. Basi na 80,000 nikatoa hela matumizi nikawapa. Nilipotoa hela matumizi nilivyo hapa, labda tu mpenzi msikilizaji ambaye upo unasikiliza, labda wewe kama wewe katika maoni yako hapo kwenye kucomment unaweza labda ukaniambia kwa situation kama hiyo wewe utatoa, ambao wote tumesikilizana kuanzia mwanzo mpaka hapa nipofikia, unaweza ukatoa 80,000 ukampa, au hiyo hela utakaa nayo wewe ili uangalie kipi wapi kuna gepu ni kadhi ili maisha yaendelee. Kwa hiyo hela mimi sikuweza tena kumpa. Yaani wazo la kumpa likawa limefanyaje? Limetoka. Baadaye alipoenda akanunua vitu alivyonunua, akapika, mimi nikatoka pale, maana nienda nikasalimia majirani, nikaangalia mazingira yangu jinsi yalivyo. Nikampigia simu Ustazi, nikamwambia mimi nimerudi, lakini ngoja kuna vitu naweka sawa. Nitakupigia simu. Basi nikabidi muulize yule mwanamke, hem niambie, baada ya kukaa kupika kula tumetulia sasa, hem niambie wewe imeendeje? Basi kama unavyojua tena alikuwa hamna kitu anachoongea kinachoeleweka.
yani hamna kinachoeleweka. Na mimi mpaka wakati huo sijui kitu gani ambacho kipo, sijui. Yani bado kama niko njia panda. So njia panda eti simuamini au ni, lakini kama nashangaa. Sielewi, bado sielewi. Kwa kifupi, hata hela ya mtaji haukikuta. Hata hela ya mtaji hamna. Na hakuna chochote katika ile ofisi. Na nyumbani pia. Na nyumbani pia zaidi ya makabati. Na ile ofisi ambayo banda nilitengeneza kama miti, nilichomeka ile miti. Umeona? Lakini hakuna chochote. Au tuseme alikuwa labda anapima nyingi mpaka ikasababisha mtaji ukafa. Hapana. Yani nakumbuka kuna siku hata nilikuwa wakati mwenyewe nipo, yeye alikuwa ametoka nyumbani ametoka kuchukua chakula, kaniletea pale ofisini. Ni kama nilivyokuambia wanafunzi wale walikuwa walivyokuja, naenda mara alikuja si akakuta ile situation kabla mimi kwenda chuo. Kuna siku alileta chakula, mimi kuna mdada, unajua unavyokuwa unauza na nadhani wengi ambao wanafanya huduma au wanafanywa huduma na watu wa muda mwingi wanakuwa na ucheshi sana. Mfano hata masokoni, mtu niongeze sio nini ile. Kwa hiyo mdada, unajua tena watoto wa chuo, sio watoto wa chuo, naweza kusema hata mimi mwenyewe kuna sehemu nikifika naambia bwana hivyo viazi umenipunja. Kwa hiyo alikuwa anasema niongeze. Unajua mteja unatakiwa umridhishe, hata kama ufanyi kile anachokitaka, lakini uonyeshe unafanya hivyo. Unamsikiliza. Kwa hiyo mimi nilikuwa nimechukua ya kwanza, nimemwekea. Dada akanisimamia na yule nani kaja, mke wako pia, na yule mke wangu kaja, sasa chakula, alipoweka chakula akawa amekaa pembeni anaangalia ile picha inayoendelea. Niweke chips, nikampimia, alivyompimia niongeze, nikachota nikamuongeza. Bado mimi sishibi. Sasa hapo mteja nataka nimlizishe, alafu nikimlizisha mteja, je, na mke wangu ananichukuliaje? Kwa hapo kulikuwa kuna mtihani. Yaani hapo nataka nikuonyeshe kuwa mke wangu alikuwa ni mtu aina gani katika biashara. Unavyosemea kujaza. Nikaongeza tena mara pili. Niliongeza mara pili akaniambia tena bado. Kama unavyosema hata vitatu nikachukua nikajaza kama chips 10. Nikazichekesha kama 4-5 hivi nikamuongeza. Kumuongeza bado. Ile mwanamke alishindwa kuvumilia, ambaye mke wangu. Akaniambia, "Kwa hiyo hapo unafanya biashara au kuna vitu vingine vinaendelea?" Sasa kama mtu umemwekea alafu bado kile unavyomwekea nataka, yani kuna vitu alikuwa amezungumza yani kuhusu biashara. Maana mimi natoka kwenye misingi ya nini? Ya biashara. Na ndo hapo nikajua mwanamke hata ofisi naweza nikamwachia. Kwa hiyo ukisemea swala la kujaza sio kweli. Basi nikaangalia mazingira pale nyumbani, jinsi ya vitu vilivyo. Kweli kulikuwa hamna kitu, nikaenda kwa mua, nikalipa hela naniwa. Kwa sababu kwa kipindi hicho unachosema hata huduma ya vitu mfano michele, unga ilikuwa gharama sana kama sasa hivi, si unga labda si unga labda sio 2000 si shingapi. Kipindi hicho ilikuwa sio gharama sana. Basi nikaenda nikalipia unga, nikaenda nikalipia vitu vyote ambavyo ananidai. Nilipotoka hapo nikaenda nikaangalia pale ndani nini ambacho kipo kutoka kule ofisini ambacho kimeitwa nyumbani, kwa sababu vitu vyote vingine tulikuwa tunarudisha, baadhi mfano makarai na vitu vingine tulikuwa tunabeba na ndoo tunarudisha nyumbani. Nikaangalia vingine vyote, vitu vya ofisini vyote vipo, havina hata nani. Hata tomato sisi zilikuwepo, sina kumbukumbu, lakini yani kusemea vitu pale vya ofisini si makabichi, si viazi, hata viwili vitatu hakuna, yani ofisini nyeupe. Basi nikaenda ofisini pale nikakagua banda langu, sababu mimi nilikuwa nimechomeka miti tu, nimepiga turubai juu na pembeni, tena pembeni baadhi ya sehemu, umeona. Basi nikaenda nikakagua banda langu, nikafanya usafi, nikatoka nikampigia simu yule mzee. Nilipompigia simu tukaonana. Tulivyoonana akawa ananiuliza, vipi za huko? Nikamwambia safi. Za masomo? Nikamwambia safi. Hongera. Nikamwambia safi bwana, umefanikiwa? Nikamwambia nimefanikiwa. Ndikapo siku hiyo bado kwa mzee sijaenda, kwa sababu hata mzee nilimpigia simu alikuwa yupo kazini, umeona. Na ningeenda tu ningepoteza ladha, itakuwa niende ni mzee awepo na mama awepo wote. Basi kwa nianza kuongea na huyo mzee huyo ambaye analetea viazi. Naambia hongera, nikamwambia asante, nashukuru. Maana mambo yangu mengi nilikuwa namueleza kama mtu mzima, sio in deep ya familia, lakini kuna baadhi ya vitu alikuwa anajua, na hata situation ambayo mtu akiwa rafiki yako unamuona tu anayopitia. Kuna muda mwingine mtu unavyokuwa unaishi naye haina haja ya kutaka ushauri, yani hata wewe kwa kutokana na jinsi unavyoishi nao unaona tu huyu anafaa kushauriwa jambo fulani, unamshauri. Kwa hiyo namshukuru Mungu alikuwa ananishauri, ananiambia
yani kama mkubwa wangu alikuwa ananiambia hiki fanya hivi, fanya hivi. Na hata hiyo masuala ya viazi kuniambia chukua viazi malikauli gunia kuliko kuchukua vindoo, kwa sababu unapoteza gharama nauli kila siku. Umeona, ili nisaidia na uweze amini nilikuwa napata, yani nilipata faida maradufu. Kwa hiyo ni mtu ambaye nilikuwa namheshimu sana, yani tulikuwa tunaheshimiana sana, ila ni mtu ambaye anaweza kawa hata baba yangu au anaweza kafika hata umri wa babu yangu. Basi nikana niu pale, nikamwambia kuhusu hela, nikamwambia basi inabidi hela basi nilipe kwanza hiyo. Nikamlipa ile hela, lakini nikamwambia sikiliza, kwa sababu ndio umefika, haina haja ya kulipa hela yote, kwa sababu wewe biashara mwenyewe unaijua, naamini na mwenyewe ulivyokuepo biashara utafanya maradufu. Kwa hiyo cha msingi wewe lipa tu hata nusu, lipa nusu, nyingine utaangalia mambo mengine kama unavyosema mwenyewe, hamna chochote utanoa, enda maana kama unaanza upya. Wakati hiyo biashara mimi nimeanza nayo kusota mtaji wa shilingi 25,000. Nikamlipa ile hela nusu, nikamlipa hela nusu, nikaenda kwa rafiki zangu ambao wale kina Justin sasa. Nikaenda kwa yani kama kupiga nao story, kwa sababu ni muda mrefu na watu ambao walikuwa wanaangalia familia yangu. Basi nikaenda bado tukapiga, tuliongea sana. Akaniambia mbona kiukweli ni mwenye sikuelewa, kwa sababu nilimwambia tu shemeji vipi, mbona paka mara mwisho anauza, mara mwisho biashara inaenda vizuri. Yani mara mwisho kafungua ofisi biashara imeenda vizuri na viazi vyote vimeisha. Na mimi nilimuuliza ofisi vipi, akaniambia sio kuna jambo sio ni na nini, lakini hakusema jambo la kuhusu nani, kuhusu mtaji au nini na nini. Yeye mwenyewe alisema kama ana changamoto zake tu mwenyewe hapa nyumbani. Nikabasi situation ndio ipo hivyo. Akaniambia tuliongea vitu vingi, tukashauriana, unajua tena vijana tulishauriana. Basi nilipotoka pale nakumbuka nienda kwa mzee baba na viti vyangu, kamuonyesha viti vya nani, nikawa operator sasa rasmi wa mashine excavator. Basi nikawa natambulika kama operator basi kutokana na viti kabisa. Umeona, basi nilipotoka pale kwa mzee tuliongea mambo mengi, napo kwa mzee alifurahi sana kutokana yani alikuwa yani mwenyewe kama nilimsurprise, kwa sababu kwa jinsi alivyokuwa ananichukulia na nimeenda nimeperform nimerudi na kitu ambacho nitakiwa nirudi nacho. Ukiangalia nishajikita kwenye maisha ya familia. Ilikuwa ngumu sana mtu kaa tena darasani, kwa sababu hata kule chuo tulipofika kuna aina mbili ya masomo ambayo tumefundishwa. Mara kwanza kabisa tumefika zile wiki za mwanzo tulikuwa tunafundishwa theory. Theory na maana ni somo ambalo unafundishwa yani kwa maneno au maandishi, kwa kuelekezwa tu bila vitendo. Practical baadaye ndo tukaja hizi wiki zingine hizi. Yani ile wiki mbili si wiki tatu tulikuwa theory tu darasani tu. Zile wiki zingine na miezi mingine uliobaki tukaanza ndo ka practical. Umeona? Kwa hiyo ilikuwa ngumu kwa mtu ambaye ametoka kwenye familia umrudishe tena darasani ya nini, lakini nilijichambua na kujua, japokuwa ni VETA lakini VETA wapo wanaofeli VETA. Basi mzee akafurahi sana leo. Basi mimi nikatoka nikarudi nyumbani kabisa, sasa ni play hiyo. Sasa huko ikawa maisha yangu mimi sasa. Familia vipi? Familia safi. Kama kaida yangu napenda kufa na jambo langu, yani jambo langu moyoni. Familia vingambe, familia safi. Unakufana tai shingoni. Familia yangu safi. Basi nikatoka na mzee tena, kama unavyojua mimi tena wa kiume, nitakiwa tena si mwanangu umerudi. Kama nilivyokuwa mzee wangu ana maisha ya hivyo. Umeona? Eti umerudi, haya mwanangu familia yako 200,000. Kwa sababu hata kati naenda chuo aliniuliza, wewe una familia, utaweza kuenda hivi vitu? Nikamwambia nitaweza. Kweli nikamwambia nitaweza. Vipi? Nikamweleza misingi, mimi na biashara hivi na hivi na hivi na vipo vitu ambavyo tayari nishavitengeneza. Kwa hata nilirudi mzee akawa na haja hata kuniambia imekuwaje si nini na nini. Hivyo vyenyewe vikabaki mimi na familia yangu. Basi nilipotoka pale nikarudi nikaenda sasa kuandaa masuala ya naniu ya kutaka kufungua sasa ofisi. Mzee nikampigia simu akaniletea viazi, akaniletea na makorokoro mengine. Na mimi nikaenda nikanunua vitu ambavyo nitakiwa kununua. Basi kafungua tena ofisi. Japokuwa mwanzo biashara ilikuwa kama nayo ndio imesizi kidogo, lakini ikaja tena ikawa inaenda hivyo na nakumbuka wakati mimi nimefungua pale kutokana na wanafunzi kwa misho pale, kuna watu wengine waka wamefungua mtaa wa nyuma huko. Na ile nahisi baada ya mimi sikulegalega nini, basi watu wakawa wameshabezi sehemu nyingine biashara. Hata hivyo kuna mama naye alikuwa anauza chakula, yani akaongea na wanafunzi, bwana nitakuwa nawapikia chakula nanunua, ina maana sahani ile anawauzia. Kwa hiyo naye ilikuwa kama kuna kipindi fulani
yani kama amefanya ni drop, yani kama sio ku drop, lakini ndio hivyo, kila mtu na riski yake. Basi kwa mimi nikawa nafanya hivyo, biashara inaenda ikafikia kipindi mimi sasa natakiwa niende Rufiji. Na mkeo yalishaisha tuseme. Yameshaisha tena, umeona, yameshaisha. Hata yeye kuna kipindi alikuwa anatengeneza sambusa kama nilivyokuambia, akawa anaweka. Lakini nakumbuka kuna siku moja tu ambayo aliweka sambusa, kama nilivyokuambia biashara ilikuwa tayari ishaanza kudrop kidogo. Sababu nilikuwa natengeneza mishikaki, lakini mishikaki unakuta labda nanunua labda nyama nimenunua nusu, utaishi yote. Kwa hiyo nikamwambia, sikiliza, navunua nyama nusu, utachukua hata robo au kidogo au katikati ya robo, utengeneze nini sambusa za nyama. Umeona, utachanganya tu karoti nyama, hata ikiwa kidogo tu unasaga, unafanyaje, unatengeneza, unaweka pale, unapata hata na wewe visenti. Kweli naye akawa alianzisha naye biashara, alikuwa na kuna kipindi alikuwa anatengeneza sambusa analeta. Nakumbuka kuna siku alitengeneza sambusa, alikuwa anatengeneza zilikuwa pale ofisini. Sasa mimi nilikuwa nimepelea kwenye hela yangu ambao nimeuza viazi vinaisha. Sasa nitakuwa nikachukue mzigo, nikachukua ile hela yake nikaiongezea, na nirudi nikamueleza bwana, mimi nimepelea kwenye hela yangu ya naniu ya viazi. So pale hatuweza kufungwa, sababu viazi kitu cha kwanza kabisa pale ni viazi. Bora ukose kuku, ukose mishikaki, ila chips ziwepo. Chips ndio zinavuta watu wote hao wanakuja kununua. Wanakuja kununua mishikaki, mtu anakuja kinachomvuta chips. Basi wezi amini ulikuwa ugomvi. Yaani hapo ndo nianza kidogo kama kumsoma kidogo mke wangu ni mtu aina gani. Nakumbuka aliniambia, hela yangu sitaki masiara na hela yangu. Hela yangu sitaki masiara. Zile sambusa nimetengeneza za kwangu, nahitaji hela yangu. Kama una chips zako sio nini, mimi nataka hela yangu. Aliongea paka ifika kipindi akaongea yani kama kejeli fulani hivi. Aliyakuwa mimi napambana kwa sababu ya familia. Mimi nilikuwa napambana kwa ajili ya familia, sio kwa ajili yangu mimi. Unaweza amini, hata kwa kipindi hiko mtu ambaye alikuwa ananiona, hata mavazi nilikuwa nikivaa, nilikuwa na pensi langu hilo. Sio kama nilikuwa sio msafi, nilikuwa msafi, lakini nilikuwa sio mtu wa kusema kubadilika, maana nimevaa hivi. Sio tamaa, yani nilikuwa na misingi fulani hivi, umeona. Nilikuwa naamini tu nitavaa basi, umeona. Nilikuwa napambana yani kwa ajili ya kupambania familia yangu. Waliongea kauli moja ambayo kiukweli hata wewe mpenzi msikilizaji, sidhani hata kama ungeweza kuvumilia. Aliongea kauli moja ambayo siwezi kuitaja, lakini aliongea neno ambalo haikuwa kauli yenye kupendeza. Mimi nikajikuta kimenitoka kibao. Uwezi amini, katika maisha yangu sijai kumpiga mke wangu, wala sikutukana au nini, lakini siku kibao kilinitoka, nikuta tu kibao kimetoka. Na niliongea sana, nikamwambia yani mimi napambana kwa ajili ya nini, na kuna watu wanapambana hata hivi ambao mimi navileta kwenu nyinyi au navifanya kwenu nyinyi. Kuna watu wengine hawawezi kuvifanya au hawajafikia, kwa sababu si tunakula, tujai kulala njaa, umeona. Lakini wewe unaongea maneno ambayo yani ustahili mimi kuniambia. Basi alilia sana, makelele. Unajua kuna mtu kulia maumivu, afu na mtu kulia ili asikike na watu, ajaze watu, ili wale watu mwisho siku wewe kama comment kwako onekane anamtesa mke wake, ndo alikuwa analia hivyo. Tunaweka nukta hapa katika sehemu hii ya 7 na nikukaribishe sana katika sehemu ya 8 ya simulizi yetu nzuri kabisa, simulizi ya kweli ya maisha ya Mr. Gondi. Nikukumbushe tu kwamba usisahau kusubscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili uweze kujihakikishia kuwa mwanafamilia wa kudumu wa channel yetu.